Ukikaa katika mji watu wanakula sana miogo, ondoka hiyo sehemu. Kwa nini? Miogo. Naambia hiyo sehemu watu watakuwa masikini sana. Alafu patakuwa dini iko chini. Kuna madrasa moja imekufa, imekuwa tawi la CCM. Sipasemi. Na huyo mwalimu alikuwa rafiki yangu mkubwa, anasema shehe mimi nimeshindwa. Mwaka wa 9 nasomesha mimi. Pia pa kulala ni shida. Mimi naweza nikala asubuhi miogo, nikaja kula tena usiku saa 2 tena kwa kudoea. Wengi huwa wakai na wanaoa, lakini wale wake kwa sababu ya ile njaa. Nywele hizi kuweka vumbi si ukeba. Samani naongea lugha ya Kindengereko. Ukeba, umaskini ule ndio unaitwa ukeba. Na unamkuta mtu anafuba mwalimu aeleweki huyu. Hii saa 7 mbona yuko hivi? Saa 7 ikienda saa 8 mwalimu akashana wili kashakula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana katika podcast yako pendwa ya Ncha Kali. Mimi naitwa Rajab Msami na tunakutana tena kwenye Ncha Kali Podcast. Ni ada yetu, huwa tunakuwa na wageni ambao tunazungumza nao tukikutana katika baraza hii ya Ncha Kali Podcast. Vivyo hivyo leo tunaye mgeni na tutakwenda kumfahamu ni nani. Kwa sasa nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika channel yetu ya YouTube. Kama utapenda kufuatilia kwa kutazama, utatupata kama AD Plus Swahili. Lakini kama utapenda kufuatilia podcast hizo kwa kusikiliza, unaweza kufanya hivyo kupitia katika platforms zote za podcast, Google Podcasts, Spotify na nyinginezo zote, utatupata kama AD Plus Swahili. Nikukaribisha kwa mara nyingine, nilikueleza tutakuwa na mgeni, na leo tumebahatika kwenye Ncha Kali Podcast kuwa na shekhe wetu Ustadhi Hija Hija Ngea, ndio ambaye tutakuwa naye leo katika Ncha Kali Podcast. Tutazungumza mengi sana na bila shaka utanufaika na mazungumzo yetu kwa siku leo. Tunamuomba Allah ajalie mazungumzo haya ya kufaa na uweze kuyafanyia kazi. Ustadh Hija, karibu sana kwenye Ncha Kali Podcast. Nafahamu ndio mara ya kwanza unashiriki kwenye podcast na sisi, nitumie fursa hii kukukaribisha. Kwa majina kama ambavyo tumetangulia kusema, Hija Ngea, na mashallah kwa wiki hizi 2-3 kwenye kurasa za mitandao ya kijamii huko, mashallah sura yako imekuwa ikionekana sana. Kwa hiyo na sisi tukaona tutabaruku na wewe kupitia Ncha Kali Podcast. Kwanza kabisa utueleze kuhusu wewe. Sheikh Hija Ngea ni nani, na utueleze kidogo kuhusiana na historia yako, ni mwenyeji wa wapi, lakini unajishughulisha na nini kwa sasa, halafu tutaingia katika anwani ya mazungumzo yetu kwa siku ya leo. Karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu aliyeweza kutujalia kufika katika siku hii. Hii ni neema, tunasema alhamdulillahi rabbil alamina. Lakini pia shukurani zimfikie kiongozi wa umma huu, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akishirikiana na maswahaba katika kuipigania dini, kutengeneza maadili na kuleta mifumo mizuri kutoka kwa Mwenyezi Mungu mtukufu ili tupate salama. Kwa jina mimi naitwa Sheikh Hija Ibn Ngea. Mimi ni mkazi wa Dar es Salaam katika wilaya ya Ubungo, katika kata ya Kwembe au kata ya Mloganzila. Lakini asili yangu mimi, maisha yangu yalikuwa Temeke. Kule umefanya kuhamia? Kule nimefanya kuhamia kwenda kusomesha. Lakini ni mzaliwa wa Dar es Salaam. Na pia mimi asili yangu ni mtu wa Rufiji. Mdengereko. Baba mama. Lakini tangu mimi asili yake ni msomeshaji. Na pale niishipo mimi ni shekhe wa mji, ni mfawidhi katika Masjidi Nuri, yani maana yake wapo maimamu, mimi ni msimamizi. Lakini pia ni mudiru wa madrasati Babul Janna na madrasati Maarifatu Tarbia Islamia. Nazo 3 hizo. Zote ziko Kwembe? Zote ziko Kwembe na zote
nasimama mimi. Utofauti wake ziko maeneo zimepishana. Ziko maeneo kutokana na umbali wa wale watoto kwa tukafungua. Hizo ndo habari zake. Sawa. Sheikh Hija, kwa maelezo haya ambayo umetueleza, bila shaka umehudumu kwa muda mrefu katika eneo hilo la kusomesha, kwa maana katika kada hiyo ya ualimu wa madrasa. Na kama ulivyotangulia kusema kwamba ulikuwa Temeke, umehamia Kwembe kwa muda. Hali ya walimu wa madrasa kwa uzoefu wako kwa muda ambao umekaa na kuhudumu katika kada hiyo, tukikwambia utuelezee kwa ujumla, mtu mgeni si mwenyeji wa eneo hili amekuja ukaambiwa muelezee kuhusiana na tathmini ya walimu wa madrasa hapa nchini, ikoje? Nashukuru ndugu mtangazaji. Inabidi nifunguke. Karibu. Katika watu wanaoishi maisha magumu sana Tanzania, first ni walimu wa madrasa. Hakuna watu wanaishi maisha magumu mno kama walimu wa madrasa. Kuna kitu kimepandikizwa juu ya Waislamu na watu wa magharibi. Na bahati mzuri wale Waislamu wenyewe kutosamini dini yao wamepokea. Sasa imefikia hatua mwalimu wa madrasa asaminiki kwa mambo matatu. Kwanza, kuna kitu kimekaririshwa kuwa mwalimu wa madrasa ni mtu aliyokosa kazi. Kwa hiyo hasaminiki. Alafu mwalimu wa madrasa ni mtu wa mwisho katika jamii. Kumbe sivyo. Yani ni kinyume. Yani watu washapanga, wewe tena ndo unatafuta mwisho, ndo unatafutwa mwisho. Huu sio utaratibu. Lakini tasmini, mimi nitoka nianze kufundisha watoto madrasa, unafika mwaka wa 20. Mwaka wa 20. Uzoefu mkubwa kabisa. Mwaka wa 20. Nimeanza kufundisha madarasa moja inaitwa Al-Madrasati Mahamudati Shababi Kurasini. Shekhe wake ameshafariki. Alikuwa anaitwa Sheikh Nasoro Mtumbwi. Nikafundisha madarasa moja inaitwa Al-Madrasati Abnau Mustakbal, iko Mtongani. Umomote umo tulikuwa twaishi geto walimu 3. Chumba hiki kimoja. Sasa ugumu tunaupata sisi waalimu wa madrasa kwa yale mambo waliopandikizwa na watu, kwamba mwalimu wa madrasa idha ataweza akawa na mfadhili au ndo mtu wa mwisho kabisa katika jamii. Lakini yale baada ya kuwapokea wale Waislamu wenyewe, Waislamu wametengenezeka kitaswira kuwa mwalimu wa madrasa anatakiwa awe dhalili, awe maskini, awe mtu wa mwisho. Hii imetengenezeka. Na mimi siku zote nawaambia walimu wenzangu mambo haya, tubadilikeni, kwa sababu tukiwafatisha wa wazazi si tutakufa njaa. Lakini changamoto zinazopatikana kwa walimu wa madrasa hivi sasa zimezidi kuliko zamani. Kwa nini? Mimi niliwahi kusomeshwa na shekhe wangu, tulikuwa tunakaa pale zaidi ya watu 30. Tulikuwa tunalima kwa shekhe. Kwa shekhe. Yani tunakaa pale watu 30-40 tunalima. Asubuhi kukicha twaenda shamba. Tunaenda tunalima miogo, tukimaliza tunaenda kulima mpunga, tukimaliza tunakuja kwenye mbaazi, saa 7 watu wanakula. Kwa hiyo vyakula vilikuwa vipo. Leo mashamba hayo hayapo. Kwa hiyo hali imekuwa ngumu sana kwa walimu wa madrasa katika mazingira ya usomeshaji. Lakini niliseme jambo, hii dini ilofanya watu waishuke thamani na kuto kusaminika ni sisi wenyewe Waislamu. Natoa mfano darasani kwangu. Mimi napenda kujitolea mfano mimi.
pale darasani kwetu mimi nimeweka mifumo kwamba mzazi ili asomeshe mwanawe aje hapa kwanza achukue fomu ya kujiunga. Alafu mtoto awe na sare ya kujia darasani. Alafu kutakuwa na ada. Na darasa moja mimi na watoto 100 kama na kitu, 100 kama na 12. Lakini changamoto inayopatikana hapo, mzazi ndo mtu wa kwanza kutothamini ile dini yenye, kwa sababu na wao kutothamini ile dini. Sisi walimu wa madrasa tunapitia hali ngumu, kwa sababu sisi wenyewe ndo wale wazazi Waislamu matajiri, mabosi wameamua kuidhalilisha dini yao. Kwa hiyo dini imekuwa ngumu, mwalimu wa madrasa asomeshe alafu akachanganye zege. Na hiyo dini haitaki. Dini haitaki mambo. Yaani mwalimu saizi asubuhi akachimbe misingi, saa 8 aacha ende darasani. Ni dini ya namna gani? Kuna msemo maarufu ambao utatuelezea pia kwa mtazamo wako unaonaje, lakini ni lugha ambayo imekuwa ikitumika kila ambapo likitajwa hili la changamoto au ugumu wa maisha kwa walimu wa madrasa. Wanasema walimu wa madrasa wajiongeze, wasitegemee kufundisha pekee. Yaani nje ya kufundisha wawe na shughuli nyingine za kufanya. Hili wewe unalionaje? Mimi napinga hilo, na alipo hilo. Ngoja turudi kidogo kihistoria. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajapewa utume alikuwa anafanya kazi gani? Biashara. Alipopewa alikuwa anafanya kazi gani? Dawa. Dawa, kazi ya kueneza dini. Bas, mwalimu wa madrasa kabla hajawa mwalimu si alikuwa anasoma? Sasa kashajua, bado afanye kazi, asomeshe. Sasa kwa kuwa wale watu somo hili limewakosa, wanamtaka kila ustazi wa madrasa awe na genge. Sio kweli. Yaani hiyo kidini haipo. Linaweza likanoga genge madrasa kaya. Na Mungu kakataza. Mungu ameamrisha hivi katika Qur'ani. Mungu ameamrisha ili dini iende vipatikane vitu viwili. Huyo ni Mungu ndo kasema. Wapatikane watu watakaetoa mali. Alafu wapatikane watu watakaotoa nafsi. Nafsi ndo wale walimu wa madrasa kusomesha nini? Ile dini. Mali wapatikane matajiri wa kuwatizama wale ndo Qur'ani. Sasa tazama watu kutofuata Qur'ani, unaona madhara. Kuna madrasa moja samani, kuna madrasa moja imekufa, imekuwa tawi la CCM. Sipasemi. Na huyo mwalimu alikuwa rafiki yangu mkubwa, anasema shehe mimi nimeshindwa. Mwaka wa 9 nasomesha mimi, pia pakulala ni shida. Pakulala shida. Mimi naweza nikala asubuhi miogo, nikaja kula tena usiku saa 2 tena kwa kudoea. Sasa mimi umri unakwenda. Sawa sawa. Akaacha ile madrasa. Sasa ile ni dhima kwa wale wazazi kwa Mungu. Kutoka madrasa mpaka tawi la chama cha siasa. Tena sasa hivi anauza nazi stereo. Huyo ustadhi anauza nazi stereo. Sasa haya tufanye, awe anauza nazi stereo, awe anasomesha. Kuna dini? Hakuna. Kwa hiyo changamoto na walimu wa madrasa, kinachofanya iwe ugumu kabisa maisha wanayoyapitia baada ya kusoma. Kwa sababu akishasoma anaona hata kwa kuwa mimi nishafahamu dini na hii ishakuwa amri kwamba fundisheni dini ya Mwenyezi Mungu. Sasa yeye anaamua kufungua madrasa, au wazazi wanamfuata mwezi wa kwanza wa pili wanamwacha. Na tuliseme jambo moja, katika watu watakaosimamishwa siku ya kiyama kujibu majibu magumu kabisa wazazi, jamii ya Kiislamu. Kwa sababu kufundisha tunapenda, lakini ile hali imekuwa ngumu. Na si ngumu, niseme jambo kidogo ambalo litakuwa kali kidogo, lakini ndio lina manufaa kwenye la dini. Mtu mmoja, yani mtu mmoja wa Kiislamu ana uwezo wa kujenga nyumba milioni 60 peke yake, hajamchangisha mtu. Sawa Paka ikakamilika kila kitu. Na mwingine anazo 2, ana wake, ana mashamba, anasomesha watoto wake international school. Sawa iko vizuri. Huyo mtu mmoja huyo, sasa cha ajabu,
watu 10 wenye nyumba zao hajamchangisha mtu, wanashindwaje kumtizama ustazi kwa mwezi 200,000 kama sio roho mbaya? Na kweli. Kwa hiyo Waislamu wengi wameingiwa na kitu kinaitwa roho mbaya katika dini. Sawa? Panawezekana kuna madrasa inavuja. Waislamu wanaosomesha watoto wao wana majumba. Na majumba yavuji. Na kila kitu kimo mule ndani. Ustadhi, jamani wazee, nimekuiteni mimi na kikao. Umeona madrasa ikinyesha mvua watoto hawasome, nakwambia inshallah Allah ataleta. Ile roho mbaya ile shehe. Ile na ndiyo inayofanya walimu wengi wawe na maisha magumu. Mimi nimewaambia wazazi katika hizo darasa kuna nimewaweka vijana wangu, moja ndo niko mwenyewe. Ile darasa niko mwenyewe, nimwambia hakuna mtu kuleta ada, alafu tuone hii dini ya Mungu isiende. Sawa? Lakini wapo wazazi wanapitisha kisi, bwana shekhe, wale sasa wanaojua ile thamani ya dini, lakini wengi hawaleti. Namwambia hakuna kuleta kwa sababu watoto 70 wanaleta ada, watoto 7 tena shilingi 5,000 wanaleta 2,200, ndo maisha. Sasa na sisi tumebanwa, ukiacha unapata madhambi. Khairukum ma ta'allama alquran, ndo neno lile sisi tunalishika. Sisi bwana acha tuwe bora kwa Allah, Allah atajua tunakula nini. Lakini mshike mwalimu wa madrasa mmoja, kaa naye pembeni, anakuwa na hasira sana ya maisha, lakini haidhihirishi kwa sababu ule umri unakwenda, nyumba anataka, kuoa anataka, lakini anaenda kusema, ndo anavumilia kwamba bwana Allah, bwana Allah utajua, lakini anaumia kweli kweli. Sawa sawa huu ndo utaratibu. Lakini baya zaidi sasa hivi au wazazi wenyewe na wao ndo wameitupa kabisa ile ilmu ya nini, baadhi yao ambao ndo wengi. Kwa nini? Anachukuliwa mtoto wa miaka wa darasa la 4, anakwenda shule saa 12 alfajiri, anarudi saa 11 jioni. Pale darasani unabaki watoto wadogo. Kumaanisha hata hao pia manake usipate shilingi 10. Nendeni mkacheze. Ile ni shida ile. Chukua nendeni mkacheze, mkapige kelele, mimi na mambo yangu. Na tabia ya kudharau dini, Mwenyezi Mungu alivyo sasa, tabia ya kuidharau hii ilmu ya Mungu, Allah anatupa maisha ya dhiki kweli kweli kwa sababu ya kudharau yale maneno ya Mungu. Akisomeshwa mtoto mpaka darasa la 7 kamaliza, udhu ajui. Bahati mzuri kafaulu kenda form 1 mpaka 4, hajajua hata dua ya kuingia chooni. Kafaulu kenda 5 6 iko chuo. Ukimwambia bwana yantaqidhul udhu, maana yake nini? Anakujibu. Sasa watu kama hao katika jamii, katika mji wawe kama watoto 700, hiyo jamii inatengenezeka vipi? Sasa sehemu hiyo Mwenyezi Mungu kwa kuwa mmetaka sehemu moja mmeacha, Allah analeta matatizo. Na wewe tizama watu kuto kusamini ile dini yao. Watoto wakimaliza form 4 anaenda kusukishwa nywele, wanajazana masaluni, wanakuwa wambea. Sawa sawa hawana swala, hawamjui bwana mtume, maswahaba ilikuwaje, kwa sababu wameizarau ile dini ya nani? Ya Allah. Mama anakuwa ana nuru, mtoto anakuwa ana nuru, waliisahau dini, wameizarau dini ya Mungu. Mtoto wa kiume anakuwa bodaboda, yalla anasuka nywele, yalla anavuta bangi, kama kapata kazi ndo anarudi jioni, na maisha ndo yanakuwa hivyo. Hana Mungu, hana bwana mtume. Lakini waalimu wenzangu, mimi nawaambia, mimi nimeanza kusema miaka mingi shekhe misikitini sana. Hii Tanzania mimi sijui kama kuna mkoa sijakanyaga kwa ajili ya kusema maneno ya Mungu. Sawa na waambia mimi walimu wenzangu, tufanye hivi, tuwe tuna tabia sasa. Kwa kuwa wazazi dini wameipuuza, si wote, wapo wanaoifuata, tuwe tuna tabia ya kukesha. Hii dini si ya Mungu, kumwambia Mungu kwamba dini yako huku kuna watu wanaidharau. Mimi kazi yangu Mungu ulionipa ni kusomesha watoto wakujue wewe Allah. Hawa Waislamu mimi hawanisamini, nitizame wewe mwenyewe Mungu. Sasa Allah kuna kitu anaanza kukutangulizia kizuri. Walimu wengi wa madrasa waone hospitali.
chunguza hiyo. Kwa sababu ile kila muda ile kusoma Qur'an ile si nuru. Sio wanakuwa na afya njema. Mwalimu wa madrasa hata kila dagaa wiki au ugali na kachumbari, vyakula vya ovyo ovyo nini, kwa sababu ile Qur'ani Allah walimu wa madrasa wengi anawapa afya. Waendelee kule kumtaja yeye. Wewe tizama hiyo. Tuwe nawaambia jamani, kwa kuwa hawa hawatutizami sana, tuwe tuna tabia ya kukesha. Jambo la pili Allah analileta, kuna kitu kinaitwa kinaa, fakilu kullu dhil irisi ghaniyu kullu mayaqi. Ile sasa Mungu anatupa mioyo fulani ya kukinai, tuna njaa lakini ile bwana inna Allaha huwa ar-razzaq, bwana Allah atakesho. Sasa siku zinakwenda lakini muda umri ndo unakwenda huo. Sawa, lile sasa Mungu katupa ile mioyo ya kukinai ile. Amba alimu madrasa bwana unaona tu ananawili. Sisi twanawili lakini twaungua ndani. Sasa Allah anatufarija tu umwi. Tunakuwa kama pusha na mabaya. Yale majanga. Kuuma. Hata mke wa mwalimu madrasa umwi sana, kwa sababu si anajua huyu nimpe maradhi kipato cha chini shilingi 6,000. Unaona vile? Kwa hiyo nawaambia walimu wenzangu tuwe tuna tabia ya kukesha kumwambia Mwenyezi Mungu, Bwana Allah, hii dini si tunataka tusomeshe lakini njaa tustiri. Ndio kesho asubuhi unapata 7,000. Zile 6,000 hazipungui za kula ule ugali, kachumbari, lakini sio ndo jambo lile. Na wallahi siku ya kiyama Waislamu wana mtihani mkubwa sana katika hii dunia. Allah tustiri. Nilienda kumtangaza Mungu mimi sehemu moja panaitwa Ulaya. Unafika Morogoro, Kilosa. Pale Kilosa kwenda Ulaya kwa pikipiki shilingi 9,000. Mtu huyo sasa hivi itakuwa imezidi. Hiyo nakwambia miaka kama 5 nyuma. Nilipofika nilienda na mwenzangu, nilipofika yule shekhe wa wilaya anaitwa Alhaji Nasoro Milambo ndo alitupeleka huko. Tulikuwa alisema nataka hii Kilosa yote mumtangaze Allah. Kulala itakuwa juu yangu. Bwana anapigana sana yule kwa ajili ya Mungu yule bwana. Basi tulikwenda, tulipofika ule mji, mimi na wenzangu na huyo mwenzangu tukawa twafunga speaker nje ya msikiti. Tunamtangaza nani? Allah. Alikuja mwalimu mmoja madrasa akasema, mimi hapa sikusoma sana lakini juzu amma naifahamu. Naomba muende pale darasani kwangu shekhe. Tulikwenda tulikuta pana watoto kama 200 na kitu, lakini ndio iko sura hiyo. Yuko surati Naba inaise. Basi mimi na ule mwenzangu tukamle bwana nasemaje tukae japo mwezi hapa. Lakini japo yule shekhe anapigana lakini inakuwaje? Yule mwenzangu ananiambia bwana wewe sisi kwa kuwa tushaamua kumtangaza Mungu, Allah atajua tukirudi Dar es Salaam kodi tunalipa vipi, tukae. Shehe tulimaliza hapo miezi 2 na kitu. Ulaya. Sasa tulikotoka Ulaya, tukenda Mbamba, Tindiga, Kivungu, Kilangali, yani tulizunguka sana chaka kwa chaka. Tena twaenda mji mwingine, twalala msikitini, na misikiti ya vijiji unajua wewe. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ndo chandarua, nyinyi wenyewe ndo shuka, na tunasema bwana Allah ukitaka tuue hali tuloiona. Walimu wa madrasa wako nani? Kule wanalima sana mpunga. Bahati nzuri. Sema wako mashambani. Walimu wanalima. Wanafundishaga labda mwezi wa Ramadhani vile, lakini madarasa yanakuwa kwa misimu. Hakuna shekhe nini, kwa sababu watu hawawezeshwi. Sasa hiyo vijijini hapa Dar es Salaam ndo subhanal malikil quddus. Kwa hiyo wengi madrasa zimekuwa changamoto nyingi kwa sababu wazazi matajiri hawaitizami dini yao. Na mimi siku zote bwana mimi napiga vita matajiri. Kwa nini? Napiga vita, yani nawasema sana. Na wenyewe wanajua kwamba huyu shekhe bwana anakanyaga kweli. Nawaambia potelea mbali, kwa sababu kama wewe peke yako umejenga nyumba milioni 70, unashindwaje wewe kumchukua mwalimu mmoja? Bwana wewe somesha, oa, mimi nitakutizama kwa mwezi shilingi 200,000. Sisi walimu tuna tabia ya kukinai. Hatutaki mengi. Lakini ile kula hivi sawa. Kuna shekhe mmoja walimu wa madrasa sisi tulikuwa tunafurahi sana huyo bwana uwepo wake. Hata sasa twafurahi. Bado yuko hai. Na mtaja kwa wema kwa sababu wema utajwe. Alikuwa shekhe wa mkoa zamani.
namfahamu. Namfahamu yule bwana. Al-Hadi. Yule bwana ilikuwa ikifika mwezi wa Ramadhani, Idi sasa inakaribia, alikuwa anatuita sisi mashehe wa wilaya ya Ubungo. Shekhe wa wilaya yetu ndo alikuwa kiongozi pale. Tunakwenda sisi mashehe wa kata, walimu sijui makatibu. Sasa sifahamu alikuwa anafanya alikuwa anatukusanya kwenye ile ukumbi, sijui ukumbi gani huko Dar es Salaam. Anatoa mawaidha, wanakuja watu mashehe wilaya zote, Ilala nani mashehe wanakutana, sawa Mwisho wa mawaidha hayo, haya shekhe wa wilaya ya Ubungo toka na mashehe wenzio, tunatoka twaenda nje. Kule nje ukifika unakuta kiloba cha mchele kilo 20, unga kilo 20, ngano kilo 10, mafuta ya kula lita 5, sukari gasi, afu unapewa bahasha. Mule bahasha ukienda kuchungulia ina 40. Wacha kabisa. Yule bwana katika watu ambao mimi nilikuwa nawaombea dua mpaka leo, yule bwana. Kwa sababu ile Idi inasogea na kukuta wewe ndani una mchele. Naona kidogo unaanga. Mipango imekaa sawa. Aimei, lakini ilikuwa inapunguza ile njaa. Mbona vizuri? Sasa sisi lile 10 la mwisho kama mimi na wale wenzangu lile 10 la mwisho, si hatufungi chuo. Chakula sikipo. Na uhakika. Tunasomesha saa 12, watu wana jamani, ikifika jioni panapikwa chapati. Uhakika upo. Sasa haya, mtu mmoja aliweza kufanya vile. Hivi wanashinda wa Tanzania kutoka matajiri 3 4 wakasema ngoja tuitizame wilaya ya Temeke. Sio kutoa pesa, ile kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi wao wanapeleka labda wanawaitwa njoni, upelekwe unga kilo 5, kilo na unga wa nini shekhe? Unapelekwa mchele mule. Unga kwa nini sio unga? Unga sio. Iwe tu wengine wanapenda ugali, lakini mimi ugali si ukubali, mtu wa kwanza mimi. Na hii inaonekana kuna haraka gani, kuna uhusiano gani kati ya hili jambo la kutokukubali ugali na walimu wa madrasa? Leo sasa ninataka nikupe kitu ukafanye mwenyewe. Ikifika usiku leo kasonge ugali. Kula na samaki, alafu lala. Alafu kesho kula mchele. Yaani leo kula ugali. Kesho pika mchele. Kuna utofauti utajua. Sasa sikwambii, utaniambia. Kwa nikilala hizi siku 2 utofauti utakuwa. Upo wa kula ugali na kuamka na kula mchele ulivyoamka. Kafanye leo. Kuna utofauti. Kwa swali la mwisho katika eneo hilo, alafu tutarudi kwenye mada yetu. Kwa wasio Waislamu wanatazama sana walimu wa madrasa, maustadhi Waislamu kama watu ambao ni wapenda ubwabwa tu. Yaani wanapenda sana mchele, wanapenda sana mpunga. Hili wewe unalionaje? Sasa muulize, nyinyi wenzetu wa Kristo, wewe shule ya mwanao wakati anao alipika ugali sufuria ngapi? Muulize neno hilo. Sawa mimi nilisomea kidogo elimu ya hoja, ndio maana yani ushaelewa vizuri. Unaelewa vizuri. Sasa wewe waulize wale, anakuwa hana jibu. Sawa na kitaswira tu ndivyo ilivyo. Hawezi akaja mtu nyumbani kwako wa heshima kutoka kwao Rufiji ukampikia ugali na dagaa, si kweli. Sawa, lakini wali anaweza kula wali na chai tu, hauna mboga. Sema Wandengereko asili yenu ukanda huo mpunga mnaupenda sana. Ndo chakula kile. Ugali sio chakula. Ugali ni chakula lakini cha dharura sana. Shekhe, nini kimetufikisha jamii ikawa katika hali hii? Uligusia mwanzo kabisa wakati tunaanza mazungumzo haya, ukasema kuwa umagharibi, lakini ukazungumzia walimu wa madrasa kutokuheshimika. Kwa sababu tukifanya jukumu na kazi wanayoifanya walimu wa madrasa na jukumu na kazi wanaoifanya walimu wa sekula vinafanana, na wakati mwingine walimu wa madrasa vinapanda, kwa sababu mtu akipata sekula tupu bila elimu ya kumjua Mola wake kunakuwa na mashaka, na matokeo yake tunayaona sisi wote watu wazima, jamii tunayoishi tunaiona, tunajua madhara katika hapo. Nini kimepelekea watu hawa wawili wanaofanya kazi ambayo takriban inalingana, au mwingine kazi anafanya kubwa zaidi, huyu akawa anaheshimika sana, huyu akawa anadharaulika? Kipi kimetufikisha hapa katika hali hii? Kuna nchi moja na tuzungumze, lakini tunatoa na mifano watu wanafahamu. Muhimu, mifano inarahisisha watu kuelewa. Kuna nchi moja Irani, fuatilia hiyo. Irani. Wa Irani walivyojiwekea nchi yao, mtoto akizaliwa akitimiza miaka 6 au 5, 6 5, ile shule anayopelekwa
kuna masomo yote ile nasali school anapelekwa inafundishwa Qur'ani kwa mujibu wa dini yake na inafundishwa secular, elimu ya kizungu. Anaambiwa bwana, wewe unasoma hapa lakini Qur'ani iko moja na huku kuna. Sasa yule mtoto wakati anakuwa Qur'ani inamfundisha maadili. Alafu wakati anafundishwa kizungu anaambiwa kwa ilmu hii safari yake ni duniani. Sasa ili uishi maisha mazuri, ili usifanye kwa mujibu wa Qur'ani. Wale wenzetu walifaulu hapo. Kwamba hii utaitumia kwa kufuata hii. Na hii utaitumia kwa mujibu. Lakini hii inafaa hapa. Hii inafaa kote. Lakini hii ili uwe mfanya kazi bora, soma sana Mungu. Kwa sababu wewe waweza kuja kuwa waziri, usiibe. Umeona hii Qur'ani imekataza wizi. Yule mtoto anakuwa na mambo haya. Uzina imekatazwa, nisizini mke wa mtu, alisoma toka iko mdogo. Sawa Sisi huku mifumo iliyotengezwa sio ya sampuli hiyo. Sawa. Sasa hapa tulipofika tumejifikisha wenyewe. Hapa tulipofika tumejifikisha wenyewe. Kile kitendo cha kubagua kwamba kuna kuna dini na dunia, ile kosa ile ni yale ni mambo ya kishetani yale, ile lugha ya kishetani. Kwani dini na dunia ndo nini sasa? Dini ndo dini na dunia ndo dini. Kwa kutenga dini na dunia ndo kumetufikisha hapa. Na wale watu wale Waislamu ambao hawaisamini dini yao wamechukua neno hilo kwamba ukisoma dini unakuwa masikini. Mimi natoaga mfano kila kukicha. Mimi shule sikusoma. Sikufika huko. Lakini mimi jamani, mbona nazunguka huko katika manchi ya karibu haya? Sawa bwana Pale palipo tufikisha, tumefikishwa sisi na sisi wenyewe. Lakini viongozi bora nchi yetu, ili tupate maadili mema, tupate dini, wanatakiwa watu wa serikali hii sekta waingilie kidogo. Kwamba jamani, twaona kutoka Jumamosi kusiwe na tuition tena. Wakristo wakasome Bible, Waislamu wakasome Qur'ani. Ingepunguza kidogo ukali. Sawa. Na wazazi sasa hivi kutojua thamani ya dini. Uweze kukifuata kitu shekhe kama hujui thamani yake. Kabisa. Kutojua thamani ya dini ndo kumepelekea hapa. Lakini la mwisho nieleze kitu kimoja hapa katika masala haya ya waalimu wa madrasa. Kwanza, waalimu wa madrasa hatuwezi kuwa wamoja. Unajua kwa nini? Kwa nini? Ile njaa. Hakunaga umoja kwenye njaa. Hakuna hilo. Umoja kwenye njaa? Haupo. Tizama kila taasisi na umoja wa walimu wa madrasa, utakwenda miaka miwili umekufa. Kwa sababu mimi madrasa yangu, wazazi wangu wana mifumo yao. Wale madrasatu rahmatan lil alamina wana mifumo yao. Dhiya mustakbar huwezi kuweka pamoja. Ili wawe wamoja, kungetengenezeka kitu cha walimu wote kila tarehe 30 mwakutana hapa mwapewa 200,000. Kungekuwa na umoja. Umoja ungeonekana. Watu wangeshikana kwa. Si wanakutana? Na kuna mipango. Huyo bosi au hiyo taasisi inayofanya kazi hiyo kwamba sasa hiyo inapita kila tarehe 25, watoto wangapi wamehifadhi japo sura 8, si zinatoka zile kawarila. Sawa? Watu wanakula. Sio sawa, lakini wanakula, lakini ile shilingi 200,000 inapatikana. Umoja ungekuwepo. Lakini mwalimu mimi, wazazi wangu na wajua wako wazazi 6, katika wazazi 20, 6 ndo ananipa pesa 10,000. Haiwezekani. Sawa? Lakini wapo wazazi katika dini wanaoitizama dini yao. Wapo. Lakini wachache, ukweli huo hatuwezi tukaupinga. Ndugu yangu ni kutolee mfano moja, kuna ustazi mmoja mimi namuonea donge, natamani niwe mimi. Yaani ile madrasa natamani siji nikakaimie. Yule ustadhi walipomchukua kutoka huko walipotoka, wakamtafutia chumba chenye taa cha umeme. Walimu wengi si wanaishi kwenye nyumba ya kiza. Pima hiyo. Ndio ujue kama matatizo haya haina umeme.
Akatafutiwa chumba chenye tena chumba na sitting room, wakamwambia kaa hapa. Wakamtafutia vitu vyote vya ndani, kitanda, kabati, nini, kasia. Alipokaa baada ya miezi 3 akamwambia, bana uko likotoka umemwona mwanamke wa kuoa au tukutafutie sisi? Umeona hao sasa wenye kujitambua hao. Yule shekhe akasema, kwa kuwa nyinyi ndo mmeniweka hapa, tafuteni nyie. Akamwambia basi. Wakakusanyika wazazi siku hiyo, akamwambia bwana sisi tumeona huyu binti fulani wewe atakufaa. Mahali yake. Wakakaa na wazazi wakataja, akamwambia wewe subiri, sisi si ndo wazazi na sisi si ndo tunataka watoto wetu wasome. Wewe pumzika, subiri mkeo, peleka taarifa kwenu tu. Basi kwao nao wakachanga wakapata kiswadaka kidogo isiwe hivi hivi, wakaleta. Akatoka baba akasema mimi ndo nitakuwa baba yako. Akatoka mama wa madrasa mwingine akasema mimi ndo nitakuwa mama yako. Umeona hao walivyokaa vizuri? Umeona walivyokaa vizuri? Basi pakatangazwa ndoa na nini. Shekhe kenda kuoa. Subhanallah, mimi siku anaenda kuoa aliniambia bwana Ngea, ananiambia Ngea twende. Tumekwenda pale Costa, pamepikwa chakula kwa mfano. Shekhe alitunzwa mwalimu wa madrasa, hata vile alivyonunua pesa, unga, shuka. Hivi wewe tizama kwa huruma hiyo, huyo shekhe anafundisha namna gani? Lazima jitihada, juhudi zake za ufundishaji zitakuwa kubwa. Juhudi zitakuwa kubwa sana. Na watoto wengi kweli kweli, na kila Alhamisi anawafanyia dua wale wazazi. Aleteni makaratasi ya wazazi nani ndugu wao tangulia mbele ya akhera, anarehemu, anawafanyia dua. Nini? Mwenyezi Mungu hawa walipe badala waliofanya jambo zito. Shekhe, hiyo madrasa kwanza ina nuru. Mwalimu saa zote anang'aa iko vizuri, ana kanzu nini, anang'aa iko vizuri, nywele nyeusi. Kula kule shekhe. Sawa sawa ana simu kali nywele hizi kuweka vumbi, si ukeba. Samani naongea lugha ya Kindengereko. Ukeba unajua? Maana yake ukeba, umaskini ule ndio unaitwa ukeba. Sawa unamkuta mtu anafuba mwalimu aeleweki huyu. Hii saa 7 mbona yuko hivi? Saa 7 ikienda saa 8 mwalimu akashana wili kashakula. Sawa sawa. Shekhe hata wewe nikikuitia ukimwona unajua huyu sasa shekhe. Nini? Kwa sababu wale wanamtizama. Na ndo Uislamu wazazi walitaka wawe vile. Si kwa kutukilimu hivyo sana, lakini japo ile ushanielewa Angalau na sisi walimu watu wa kukinai. Nitoe angalizo sasa. Niliwahi kumfuata mimi bosi mmoja, ana semi-trailer nyingi sana. Hizi gari za mizigo zile. Malori. Mwaleko alikumsabati mzuri nilimkuta. Akanambia, shida. Nikamwambia mimi nimekuja hapa. Mimi sikufuata pesa. Nimefuata mimi pale darasani kwangu na watoto yatima. Wapo kama 10 na kitu. Darasa zetu zote zile. Sasa hatutaki wahudumie wote. Mwaka huu tunaona tumekwama. Sisi tunafanyaga kule kwetu. Ikifika mwezi wa Ramadhani pale msikitini mimi si ndo msemaji na mimi ndo shekhe. Sasa naambia sasa Ijumaa ya leo nataka tuchange pesa kwa ajili ya kuwachangia wale watoto yatima wavae. Na hakuna anayepinga sababu shekhe kashasema. Sasa ilikuwa hivyo, lakini tukada mwaka huu mgumu. Nikamfuata shekhe, nilikuwa naomba uwatizame wale watoto 3 tu ili wapate viguo wacheze na wenzao. Alisema maneno hayo, asema afu nyi Waislamu mmezoea sana kuomba, mbona wenzenu wa Kristo hawaji hapa? Lakini yeye ni Muislamu. Yeye ni Muislamu. Nikamwambia basi bwana, nashukuru. Mimi nilipoondoka nikasoma alamtala moja, nikasoma hayo maneno, nikaondoka. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, kwa kuwa umempa yule na leo anakanyaga dini yako, sisemi umfanyeje, lakini wewe Allah unajua kama kukuza ule utajiri wake we mtihani. Haya, ukasema alichokifanya hiki si kitu kizuri, ngoja nifanye jambo, sikwambii. Lakini hebu tizama ile kauli. Yaani wewe Allah ndo umetaka kumpa pesa yule ili atukane hii dini yako au vipi? Nilisema hivyo tu. Sawa sawa. Kwa hiyo matajiri sio mpaka wewe wanatoa pesa madrasani, hata chakula. Hata chakula
Tumeanza Sheije, tumeanza kuzungumza hapa. Wakati tunazungumza changamoto tumekuwa tukizisema kwa kuzitaja moja moja, yani maustadhi wana njaa, maustadhi wana shida. Kama kuna watu katika taasisi, watu katika watu matajiri, tumezungumza hapa mathalan wanatufuatilia kupitia Ncha Kali podcast. Kwa uzoefu wako miaka 20 kama mwalimu wa madrasa, ni changamoto zipi kwa kuzitaja ambazo unaona hizi ndizo hasa walimu wa madrasa wanakumbana nazo zaidi, na kwamba zikitazamwa hizi basi angalau maisha yao yatakuwa yamekaa? Swali zuri sana. Kwanza pakulala. Pakulala. Walimu wanalala sehemu mbaya sana. Sehemu mbaya sana. Mimi nimetoka huko na mimi ndo mwalimu mwenyewe. Mimi mwaka wa 7 nakaa kwenye nyumba ya Kiza. Unaweza ukaamini? Si shekhe mimi? Nakaa kwenye nyumba ya Kiza, banda la vyumba viwili. Basi na kama miezi 3 jirani yangu mimi sio Muislamu ndo kanipa umeme. Na Waislamu wanajua na ndo shekhe wao nipo, na sijawahi kusema wala sijawahi kununa. Sawa? Lakini nilianza kumwambia Muislamu mwenzangu, bwana alikuja bwana pale nyumbani kwangu mimi na pahala kidogo na fanyia Fatiha. Kulu Allahu ahad na somea dua. Alikuja bwana mmoja, ina maana shekhe hija unakaa kwenye nyumba hii? Mbona usemi? Wewe ushakuja mara ngapi hapa? Basi mimi nitakuletea sola. Nikashukuru, alhamdulillah. Aliniletea sola huyo bwana, lile sola lile sio la kulipia kila siku, lile moja kwa moja lile. Yanauzwa Kariakoo, alinunua sijui 200,000 akafunga. Akaja bwana mmoja naye si Muislamu. Basi shekhe tufanyie dua. Akanambia, shekhe unakaa humu ndani ndio unakaa hapa una TV? Ngambia sina. Akaleta. Lakini mambo yalipokuwa yanakwenda nikawaambia wale jamani, mimi nilikuwa naomba japo nipitishie waya tu wale Waislamu wenzangu. Nasema haina tabu, wewe ukishakuwa tayari. Kumbe wakati nasema sasa, huyo jirani yangu alisikia sema, shekhe lete unga kwangu. Kwa sababu sisi kule kwetu tuaishiki ujamaa sana. Sikufanya uje. Sikufanya uje katika msiba wa Wakristo. Kwanza huwezi kujua msiba kafa nani? Waislamu tele, Wakristo tele. Kule sisi tunavyoishi tumeweka hivyo. Yaani msiba wa Kristo ndo Waislamu wanajaa, na msiba wa Waislamu wa Kristo tena sio wanajaa Wakristo tu na viongozi wao. Sawa? Ukitokea msiba wa Kristo kwetu, jamani ndugu yetu aliumwa, wanachanga watu wote wanamstiri ndugu yetu. Kwa hiyo haya changamoto kubwa pa kulala la kwanza hilo. Tena awali peke yake mtu mmoja, hamna ustadhi anaweza kupanga chumba 30,000, hayupo. Na kama hayupo nyuma kuna mtu kwamba wewe bwana apanga, mimi nitakutizama. Lakini sio kwa kile anachokipata kwenye kazi. Hakuna. Juzi mimi niliitwa sehemu kwenda kutoa mawaidha msikiti mmoja Mbagala. Nimetoa mawaidha, nilimaliza tukawa tumekaa mashehe tunazungumza hali halisi ya maisha tu. Alikuja ustadhi mmoja mtu mzima kidogo, anafikia sasa kwenye ubaba, yani mtu mzima, ananiambia shekhe, mimi nimefungua madrasa na watoto 170 kwa mwezi naweza kulipa shilingi 16,000. Hebu tizama, wallahi nakwambia, kasema msikitini. Hivyo shekhe unavyopiga kelele huko misikitini kwa katika hizo clip kusema madrasa unanigusaga. 170 anapata 16,000. Mama kasema ile 5,000 hana, anatoa 2,000 mwezi huu, 2,000 nyingine mwezi ujao. Unaonaje? Tihani. Walimu wengi wa madrasa wanapanga chumba, subhana al-Malik al-Qudus, kusema hatari. Ndani huko chumba shilingi 7,000. Chumba 7,000 na pakinyesha mvua anasimama kucha, anatizama mvua. Yuko mmoja tunasemea Waislamu wabadilike. Mwalimu mmoja wa madrasa, rafiki yangu mkubwa sana,
alinipigia simu saa 5 usiku. Ananiambia Sheikh Hija, kesho ni wahi asubuhi tu, njoo msikiti fulani Manzese, nimeomba nafasi. Wewe kwa unaweza kusema sema uje kuniombea pesa, mimi kesho natolewa vitu nje. Unasemaje? Manzese hapo ananipigia simu mimi, uje kaomba nafasi msikiti wa Manzese. Pale Manzese kuna msikiti panaitwa kwa Pazi. Njoo unisemee kwa Waislamu. Wallahi mimi nilitoka nikaenda, nilimkuta kaka yuko yule, naambia yule mke wangu yuko pembezoni, ana mtoto kama miaka 2. Nimeambiwa kufika saa 10 vitu vinatolewa nje, nadaiwa kodi miezi 2 miezi 3. Subhanal Malik al-Qudus. Nikamwambia basi wewe subiri. Ilikuwa dhuhuri. Baada ya salamu mimi nikasimama. Niliposimama nilisema mimi Sheikh nasema sana. Nasema sana. Nilisema sana. Nilipata hela kama 195. Nikamwambia msikitini kuna tabia ukichanga nyingine inaachwa. Kwa sababu na pale kuna mambo wahudumu, maji, maimamu na wapate mafuta ya taa. Nikawaambia leo hapa siachi shilingi 10. Na atakayesema siji ndo mwenyekiti anifuate mimi hapa. Siachi shilingi hapa. Huyu ndugu yetu basi wale Waislamu wakasema kweli, Sheikh twende, tukachukua ile pesa tukampa, akapanda bajaji kwenda kulipa nini? Kodi. Lakini mwalimu wa madrasa, Waislamu pale hamna. Wamejao. Ile roho mbaya. Ile roho mbaya. Sasa haya angedhalilika vitu vingetolewa, angechekwa na situnge, wangechekwa Waislamu. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, walimu wa madrasa pakukaa. Walimu wengi wa madrasa wanaishi ghetto. Yaani wanaishi 6 4 na mtu wengine wanapiga kelele, walimu wa madrasa hawawai kazi yao kuzini. Nilimuuliza mimi mtu mmoja, huyu mwalimu wa madrasa nyinyi ndio shekhe wenu? Muiteni njoni. Wewe bwana, mbona twasikia wafanya hivi vipi? Sisi sasa tumeamua tunajitolea. Chumba hiki, mke huyu. Hilo litatokea tena? Haliwezekani. Haliwezekani. Mahali shilingi 800,000. Ada chuoni shilingi 16,000. Anaoaje? Hawezi. Sasa wale wanaishi ghetto. Mwalimu huyu ana madrasa huko, wanatupangeni chumba. Wanapanga chumba, ikifika usiku wanapika ugali au mchele, wana jiko lao la gesi, usiku wanatwali vitabu vyao. Sasa mimi niliwaambia kwa kuwa hali imekuwa ngumu na Waislamu wengi hawaitizami, someni vitabu vya uganga. Mimi niliwaambia hiyo. Mgawe waganga. Sasa utafanyaje? Somesha dini. Ikifika jioni usiku, tizama siji nini, fanya hivi, nazi inavunjwaje. Allah atajua namna ya kufanya. Kwa sababu wamesababisha wao. Sawa sawa Kwa hiyo pakukaa ndo imekuwa shida sana. Shida sana. Pale kwangu mimi na maustadhi hawa 5 kwenye zile madrasa 3 nao maustadhi ndo mmoja wao nimwambia wewe utakuwa imamu. Na nikichanganya na huyo mzee, maana sisi tuna mzee ambaye ndo shekhe, mtu mzima sana. Wewe utakuwa imamu. Alafu wewe utakuwa naibu. Sawa? Wewe hapo, wewe utakuwa madrasa ile, wewe utakuwa madrasa ya kule. Wewe utakuwa, mimi nitakuwa huku. Wale Waislamu wale si watoto wao, si wanawaona. Wako pale pale. Lakini msikiti tulokuwa sisi, Subhanal Malik al-Qudus, tuna msikiti ule ni wa gorofa, yani wa rosheni moja. Huyo aliojenga pia sio Muislamu. Subhanallah. Huo msikiti wa gorofa. Njoo shekhe. Pia sio Muislamu. Madrasa pia ya rosheni ina vyumba 3, imekaa standard ya kupandisha hata gorofa 5. Kajenga huyo bwana. Sio Muislamu. Sio Muislamu. Nyumba ya walimu ya plefti moja ya kigorofa ina vyumba 4. Kajenga yeye peke yake. Matukio kama haya sio matukio ya kawaida. Kwa ajili ya kupata mazingatio kwa wanaotutazama na kutusikiliza. Naam. Ilikuwaje mtu ambaye sio Muislamu akaweza kufanya mambo makubwa kama haya kwa kuufanyia Uislamu? Mimi huyo wakati nachukuliwa naingia katika huo mji na almarhum Sheikh Abdallah, kwa sababu mimi nilifuatwa na almarhum Sheikh Abdallah. Nilimkuta huyo mzee. Wanasema chanzo cha kujenga ule msikiti, huyo mzee ni Muhindi, lakini bahati mzuri alikuja kusilimu akafa Muislamu. Sawa Huyo mzee ni Muhindi.
Yasemekana mama yake alikuwa Muhaya. Lakini mwenye ni Mwindi piwa kabisa. Alinunua shamba huko. Alinunua shamba kubwa, ana shamba kubwa sana. Sasa mazingira alipokuwa anakuja katika lile eneo alikutana na wazee wengi wa Kiislamu. Sawa? Sasa wakawa na mlaki, nafanya hivi. Wafanya wapi ibada? Sawa sawa. Kipindi mimi nafika katika huo mji, msikiti ni sio huo. Nimefika miaka mingi na kama miaka 14 katika huo mji. Okay. 14 15 Kwembe. Kwembe. Msikiti upo sio mzuri. Yeye ndo akasema nitajenga mimi japo si Muislamu, niachieni mimi. Ule msikiti na ile madrasa na hiyo nyumba ya walimu hawakuchimba watu, ilikuwa na chimba greda. Umeona urefu wangu mimi mara 2. Singi. Msingi kwenda chini. Wacha kabisa. Acha kabisa. Tofali inalazwa shekhe peke yake. Asa hapo anajua kama alikuwa anachangisha huko, lakini peke yake anakuja na anasimama mwenyewe. Alikuwa mtu mzima sana. Alikuwa anaitwa Dr. Chale Muhindi huyo mzee. Anasimama kula hali mpaka jambo liishi. Na anakula vyakula vya kawaida, mahindi, uga. Anasema nyumba ya Mungu hii, si tunaondoka, acha mimi nijenge. Si Muislamu. Hao maustazi wote wanakaa nyumba hii moja, lakini wote wameoa. Sawa. Sasa wengine ndo sasa hivi hizo madrasa zingine zilizofunguliwa ndo wanakaa huko katika hizo madrasa. Sawa sawa, lakini wengine wako pale pale ile nyumba ya madrasa. Sawa. Sawa. Hii nayo shida. Lakini pia kubwa zaidi iko hivi, umeona kama mimi, yani mwalimu wa madrasa kama mimi, nikisema ngoja niache kusomesha asubuhi nikapiga tofali, utapiga tofali mpaka saa 12. Ikipata siku 3 tu wale wazazi wanaanza kutukana. Tulikwambieni hamna shehe hapo. Shehe kaacha kusomesha anapiga tofali huko. Sawa ngoja niache sasa nisomeshe. Ukishasomesha baada ya siku 3, jamani mimi nimekuja hali mbaya. Tulikwambieni hamna shehe. Shehe yenyewe omba. Ile nayo ile. Ile ndio neno lile tu. Ukifanya kazi shida. Ukisema sasa jamani mimi sijala, naomba basi utapewa, lakini baada ya wiki unatangazwa hamna shekhe omba. Sawa ile lo mbaya. Kwa hiyo changamoto ile pakulala. Lakini kubwa zaidi ndugu yangu, ambalo hili ndo shida, shekhe kula. Ilmu ya dini inataka mtu ashibe. Hata Mwenyezi Mungu amesema kulu min tayyibati tena kula kwenye sio miogo ya kukaanga. Shekhe wangu alionisomesha ilmu mimi, nimesoma kwa mashehe wengi kidogo, alinambia hija, ukikaa katika mji watu wanakula sana miogo, ondoka hiyo sehemu. Kwa nini? Kwa nini? Miogo. Naambia hiyo sehemu watu watakuwa masikini sana, alafu patakuwa dini iko chini. Sasa hiyo pima. Asubuhi vinapelekwa vibakuli, pima miogo 5. Mwalimu wa madrasa anankea, anakula miogo 5, anakunywa maji, anatia maji litana, piga pasi ndefu. Jioni kachukua miogo 5. Tizama maisha hayo. Kuna kwa na dini? Haiwezekani. Haiwezekani. Sasa hatawe msomeshaji yenyewe, usomeshi ile kitakwa. Aya zako mbia, fuata, tayari watoto wanaondoka. Hawafunguki watoto. Lakini mwalimu atusemee ile kula mibili, yani lakini hata huo ugali unapatikana, ugali kuna maharage, sasa samaki, utumbo, mchicha. Akikaa kanywa maji, ile Qur'ani ule mwili unanawili, anasomesha kweli. Sawa? Jioni kule nyumbani kwake mkewe anatengeneza wali samaki, wali njegele. Sio maisha ya hivyo, lakini kule kula kidogo kuna kwa wallahi dini inamea. Hata kama wanasoma 5 tu, lakini wanasoma kitakwa ile tikatika kweli. Umeelewa vizuri? Kula. Chakula. Changamoto kubwa ya pili kwa walimu wa madrasa. Chakula. Na wewe muulize tu mwewe, bwana umekula? Akwambia leo ya 3. Hawaongopi. Akikwambia leo ya 3 sijala, maana yake
jana alikula mahindi. Niko kwenye Zuhudi. Zuhudi unajua? Unajua ile neno? Anakula hindi, kipande cha hindi anaweka na pilipili na ndimu. Unajua wale wauza mahindi wana ile elimu ile. Yaani kule kuchukua hindi alafu kuweka ndimu na pilipili. Wanataka nini unajua maana yake? Ukichukua hindi la 500 alafu ukilisagia ndimu na ile pilipili, ukinywa lile hindi, unakunywa maji mengi sana. Mchana tena unapiga pasi ndefu. Pilipili na ile ndimu ndio inaita. Asili yake. Na walimu wengi ndio wanapita wanakata kona hiyo. Hindi ndimu pilipili. Lengine changamoto nyingine mzuri nakupa hii. Mfate mwalimu yote wa madrasa mwenye mke. Subhanal Malik al-Qudus. Anavumilia tu. Wengi hawakai na wanaoa, lakini wale wake hawakai kwa sababu ya ile njaa. Asubuhi vimenunuliwa vitumbua 6. Sukari ipo toka juzi robo. Mchana bwana anajua Allah. Unajua alimu madrasa na maneno matamu, unajua? Allah yupo. Utapiga utakoroga mlenda na ugali. Usiku sasa hapo yala una shilingi 2000 imebaki. Nenda gengeni, mke wa shekhe sasa anaenda gengeni, nyanya 500 anaenda kuomba, nifungie japo za 300. Daga 500 bwana wekaga hata 300. Kuna sasa inatoka lugha bwana tule tupatacho, tusile tutakacho. Hiyo lugha kwanza umeielewa au bado? Umeelewa vizuri. Umeelewa hiyo Sasa lugha hiyo itakwenda yule mwanamke jirani yake kule panakaangwa mayai, wali samaki. Inshallah Allah ataleta yale maneno, yanakwenda mpaka yanakuisha. Sasa mwanamke anaanza safari na wewe huwezi kumzuia. Yule mwanamke kama aliolewa kwao dini fupi, tulikwambia sisi usiolewe na walimu wa madrasa, shida utaenda kukoroga kulu Allah huko. Ndio hizo. Kwa hiyo usije kutulalamikia huko. Kama vipi rudi. Sasa mwanamke tena anaacha kuswali kufanya, anaanza kuimba nyimbo za mipasho. Si mwanamume. Mwanamume gani wewe? Mwanamume yenyewe suruali yako kama mfuko wa gobole, si nini? Wewe sasa kwa kuelekelo uwezi. Na sisi tumekataza kumpiga piga. Bwana enda bwana. Hivyo. Wengi shekhe wanapitia hayo. Wengi. Kwa sababu ya nini? Pakulala shida. Na Waislamu wenye majumba hawa mtihani hawa. Mimi sipangishwa alimu wa madrasa. Kiukweli tu watoke Waislamu wale wanaomjua Mungu na mtume na thamani ya dini, ambao wanajua kwamba kama si leo kesho mimi nakufa, ngoja niwekeze kwa Allah. Hao ndo Waislamu wanaotakiwa. Chakula. Changamoto nyingine kama ipo kabla kusonga mbele. Mimi bwana hiyo ninaililia kweli kweli. Hasa mimi. Wewe binafsi. Mimi binafsi. Tena wanisikie vizuri. Asili yangu mimi ni usomeshaji na kusema. Hii simu yangu hapa nikikuonesha saizi na mialiko kama 10 ya kwenda kusema maneno ya Mungu na mtume. Yaani mimi nilivyoumbwa na Mungu na watu walivyozoea, napenda sana unajua yani ndio ishakuwa kama fani yangu. Ile kusema na kusomesha. Sawa? Natoa mfano. Ijumaa nilialikwa mimi sehemu 3 kwenda kutoa mawaidha kusema. Sio shekhe mkubwa mimi. Sijui chochote. Wala sijasoma wala nini. Lakini si ndio hiyo balighu ani hiyo japo kala Rasulullah iberedu taama, kipozeni chakula. Ndio hiyo mimi nafikisha hiyo. Mialiko hii 3 Mbagala, Yombo, Kongoe. Sasa mimi changamoto ambayo kubwa, napotaka kwenda kusema mimi nakaa Kwembe, hadhara iko Mbagala, au kongamano liko Kongoe. Kutoka Kwembe kwenda Kongoe, alafu lingine unasubiriwa liko Mwembe Chai na daladala, unafanyaje? Mtihani. Na usipokwenda shekhe bwana ujaja bwana vipi? Mimi nilikwama daladala na ule mzunguko. Shekhe kwani una gari? Elewa vizuri. Sijajali. Fanya bwana ununue. Changamoto hiyo mimi bwana ndo ninaipigia kelele. Kwa sababu mimi napenda sana kumtangaza Mungu asili yangu.
Umeona? Mimi hata wakiwa watu 6 mimi natoa mawaidha, siangalii wingi wa watu. Ukipata tu nafasi ya kuwa na watu kadhaa wao 6 mimi natoa mawaidha hapo hapo. Na hata kufahamika mimi nilifahamika makaburini. Na alikuwa sana katika kusema, mimi nasema sana kwenye malalo. Sawa? Hata walianza kuniona, walichukua clip kwenye makaburi. Asante za Makwembe, lakini alikuwa Bagamoyo. Mtu kafa, shekhe uje tuzike, utupe mawaidha. Nasema maneno ya mawaidha yale ya kufa, lakini baadaye naisemea jamii kuhusiana na wavuta bangi. Mimi rafiki sana na masela. Masela watu wako sana. Naisemea ile bangi kitaalamu, huku anacheka. Umeona vizuri? Hapo hapo kwenye mtu kafa, lakini twasemea bangi, twasemea zinaa, twasemea ndoa, kwa sababu masela wengi si msikitini hawaendi. Sasa mimi ndo napiga mule ndo nilichokuliwa pale. Sawa? Na mimi wana tabia bwana, bora mtu anune, lakini mimi nina tabia ya kusema kweli. Ukweli utausema. Sawa. Kwa hiyo mimi changamoto ambayo naitaka sasa hivi ya haraka nipate, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema arba'a minas saada. Mambo 4 ndo katika utukufu. Dunia asili yake vitu hivi. Albaitul wasi'a, nyumba wasi'a ilokusudiwa hapo sio wasaa. Wasi'a ilokusudiwa hapa ni nyumba pana kubwa. Bonge ya mjumba. Hivyo wale wanajenga mijumba mikubwa, ile hadithi ya Mtume, wala sio kufuru. Albaitul wasi'a. Nyumba kubwa. Mtu kafa, vua linanyesha, watu wako ndani, wanakosha, wako kwenye sitting room. Nyumba kubwa. Umeona nyumba? Umeona Mtume anavyosema? Alijua hii dunia lazima itafikia hatua watu wajenge mijumba mikubwa, dharura. Huyu kafanya israfu, jumba lina eka 2, vunja basi hadithi ya Mtume. Sawa? Israfu lokusudiwa sio hiyo, shekhe. Harusi unaozesha mwanao ndani mule, watu wako mule ndani, listing room mule nini, watu wamepumzika wanakula bilia katika nyumba yako. Sawa. Cha pili, wal markabun swaliha, gari kipando kizuri. Gari kipita hapa kama upepo, shapita. Sio gari inatembea kama mashine ya saga mahindi, haitakiwi ile. Mtume kakataza. Sawa. Kwa hiyo cha tatu ndo wal mar'atu, mke tena, upate mke mwema. Unaona sasa? Ushafanya unaliwazwa na nini. 4, jirani. Umeona mimi wa umeme kanitilia jirani, si dini yangu. Kwanza ukifika pale nyumba uweze kusema yani siji tuishi vipi hivyo yani. Kasoro yetu ile Ijumaa sisi tuenda msikitini wao basi. Watoto wangu mimi utakuta wako pale jirani wanakula huko, wanacheza, muda mwingine wanaoga huko. Na wale watoto wa kule utakuta wako huku wanacheza, wanatizama runinga, wanapanda mwenye maviti. Twaishi hivyo sisi pale. Ujamaa mwingi. Bas. Kwa hiyo kipando shekhe. Kama mimi lakini. Kwa sababu namtaja kwa wema. Kuna mtu mmoja mimi alinistiri, aliwahi kunipa gari, nilikaa nayo miaka 2. Anaitwa Ibrahimu Mnyamwezi. Naambia shekhe, hija mimi nina fuso. Hii gari imepaki tu nyumbani. Sasa wewe kwa shekhe unatoka unaalikwa, gari hii chukua. Ilikuwa ime gani? Karina TI. Shekhe, ile gari nilikana mpaka nikawa naona haya. Bwana akasema, shekhe wewe nenda bwana. Tia mafuta, nenda katika hadha. Ikiharibika kitu lete, ukiweza tengeza. Sasa nikawa naona mara unakwenda huku, unaona sasa. Basi ule mji nasema media hii watu wanaona. Ule mji watu wote kwanza wanajua mimi nina pesa. Hata huko ukifika sheja yule kapita. Nilivowekwa. Lakini sina kitu. Akachukua gari yake. Basi alitokeza mtu mmoja muhaya anaitwa Mzee Azidu. Alinipa hiyo, sasa nilishindwa mimi. Alinipa gari moja inaitwa, ile gari inaitwa kubwa sana, migari ya kifahari. Inaitwa Nevara. Nevara Nissan. Nissan ile. Aliniambia shekhe, mimi nipo, unatembea chini. Hii hapa. Nilikaa naye wiki tu, nilimwambia shekhe, mimi nimeshindwa mafuta. Hali yangu yenyewe ni kila leo mchana. Narudisha naalamika, sasa shekhe hii napata vipi bwana? Kama mimi siwezi. Labda
umeshtoa hii alhamdulillah, uweke na mafuta. Lakini tena mtu kumwambia tena inakuwa alinipa hiyo. Basi watu wote kwanza, watu wasema huyu Sheikh Hija huyu kwa umaarufu wake huyu usalama wa taifa huyo. Sawa sawa, kwa sababu ule mgari mkubwa, mgari wa kifahari na nini, mimi natembea kapita, nikamwambia basi linapaki uani pale na nini, nikasema gari muhimu. Ukaona umuhimu wa gari. Akatokea bwana mmoja naye akasema hapana, mimi shekhe, ukiwa nataka kwenda safari zako zozote njoo uchukue gari. Sawa, imekwenda mpaka sasa hivi pale msikitini kwetu. Sisi msikitini kwetu bwana, nahisi ipo misikiti mingi iko live lakini naona sisi tumezidi sana. Sisi pale mashehe wenyewe vijana, na mimi nasema sana, jamani, kesho mashehe wenu tunatoka, tuataka Waislamu wenye gari. Siku ya kwanza tulitangaza hivyo, zilikuja gari 4. Huyu kama shekhe mimi nishaleta, tushapata. Sasa hii yangu tunafanyaje? Ikawa hivyo. Basi akatokea mama mmoja na mumewe, wakasema shekhe, wewe tumia ya kwetu. Ndo sasa huyo Muislamu yuko na mtu na mkewe na familia yake, au tukita shekhe kesho twatoka saa 11 anaileta msikitini. Huyo mama anahisi sijui wanafanya, Allah ndo anajua wanafanya kazi gani. Na sijui madaktari wale na nini, vijana tu inaletwa pale, mnafanya imepaki. Shekhe, haya inshallah nendeni. Aulizi mko wapi, wala apigi simu. Sasa sisi kwa sababu tunajua wale wanatoka asubuhi, saa 10 tusharudi gari. Na anatustiri, lakini haya ile kuomba Allah tu ndo anapenda kuombwa kila siku, sio mtu. Kwa hiyo changamoto kwangu mimi bwana, ninataka usafiri kwa ajili ya kumtangaza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shekhe, miaka 20 yako ya uzoefu wa kufundisha madarasa kama mwalimu wa madarasa. Naam. Kumbukumbu gani ambayo haitokutoka maishani mwako ya changamoto? Sababu tumezungumza, mazungumzo yetu yote yamepambwa na changamoto za walimu wa madarasa. Sawa. Kumbukumbu gani ambayo unasema kwa changamoto hile, kwa miaka yangu 20 niliyofundisha madarasa, wallahi haitofutika kichwani mwangu? Muuliza swali zuri sana. Mimi nishalala msikitini kwa akina mama miaka 4. Miaka 4 msikitini upande wa mama. Akina mama wanakuja kuswali asubuhi, na nikuta mimi ndo ninatoka. Miaka hii. Na sikulalamika, sikununa, na 10 kamili niko darasani. Alafu asubuhi nakwenda kulima. Kule situ iko taishi twalima Vimongwe. Huko Kwembe. Huko. Twaenda kulima mashamba ya watu. Niko mimi na maustazi wenzangu. Jamani, kuna eka 2 pale. Ngea twende tukalime. Twaenda twalima huko. Narudi. Wale wenza siku nyingine sasa. Sheikh, leo twende kalale nyumbani. Naenda kulala kwa wale maustazi wenzangu. Miaka 4. Miaka 4. Mpaka huyo rafiki yangu ndo shekhe mwenzangu sasa, naye na madrasa ya kwake, kuna msikiti mwingine umefunguliwa chini huko. Nilikuwa nakaa naye chumba hiki kimoja nyumbani kwa baba yake. Alipofikia umri wa kuoa, alinambia Hija, mimi naoa. Basi mimi ndo swahibu wake, tulitoka kwenda kuchukua mke. Tunaenda kuchukua mke, mimi sijui baada huyu leo naenda kulala wapi. Wallahi nakwambia. Ulikuwa unaishi naye chumba kimoja? Anaenda kuoa. Mwali twabeba mwali yule, tunaota ndani. Mimi sijui sasa usiku naenda kulala wapi. Rafiki yangu sana, twafundisha wote. Kipindi hiko tuna darasa moja. Sasa mpaka alipoenda kufungua lingine. Basi alipooa, baba yake aliniita, ambaye ndo baba. Haya, hii jamaa sio kasha, unafanyaje? Nikamwambia mimi mji huu mgeni bwana. Mimi sio mgeni. Mimi kwetu Tandika. Ndo kwetu asilia. Babangu mimi alikuwa anafanya kazi bandari. Ana nyumba hizi 3. Na sisi tunafika 30 na kitu watoto. Mashallah. Kashakufa huyo mzee. Sasa nilikuwa mimi sio mgeni mji huu, nachukua nauli yangu mimi. Natoka kule Kwembe na kuja nyumbani Tandika. Kulala. Nalala
na siku ya kwanza ya pili narudi tena kusomesha. Yule shekhe wetu Sheikh Abdallah huko akasema, mbona unasumbuka sana wewe, kaa hapa kwangu. Nikawa nakaa kwake. Pale kwake kuna watoto wa kike wengi, sawa. Yule shekhe alikuwa na wake watatu, kuna wake. Nikasema hapa mimi kukaa, sikumwambia mimi. Nikatoka ndo nkaamia msikitini miaka 4-5. Sasa nataka mimi nimechelewa kuoa. Mimi na watoto wawili. Huyo mmoja ndo form 1, mwingine yuko darasa la kwanza. Kwa sababu ya maisha. Sawa? Nilipeleka barua uchumba mimi sehemu. Wakaniuliza, haya, wewe ndo shekhe wetu, unafundisha watoto vizuri sana, unalala wapi? Mswalie Mtume mama. Sawa? Nikaambia mimi nyumbani atakwenda na kusudia ukutandika. Wakasema basi nitakufikiria. Haya, akatokea mwamba mmoja anafanya kazi ya kuuza nyama za ng'ombe Vingunguti, anauza supu, ndo alioa na niliozesha mimi, na madrasa nilipeleka ya kwangu. Piga dufu. Mke uloenda kumposa. Ala. Kama wawili. Umeposa wewe, umekataliwa, wewe ndo shekhe. Unakaa wapi? Kweli ni shekhe wetu, unasomesha, habari zina wapi unakaa? Kwa sababu wale wazazi wenyewe ndo wanakupa wewe sehemu ya kwenda kulima. Hiyo changamoto kama sisi. Kibarua. Basi na nje tunasomesha, akifika jioni tulikuwa tuna darasa la usiku hivi na vile, saa 2:30 3, mimi waga sipendiki magenge. 3 hivi 4 tayari ingia msikitini kule, nafunga mlango. Msikiti umejengwa tu ndo huo tunaosema umefunikwa juu tu. Madirisha kuna mbuzi wa kawaida. Mimi nilikuwa kulikuwa na mabusati ya sampuli. Kuna mikeka fulani ile wanauza wa China ile. Kabla hatujaweka busa. Unajua ile? Sijui nauza 18,000 ile. Sasa mimi natandika shuka pale. Natandika shuka vizuri na kwa kama godoro. Naweka ule mkeka chini na lala. Tena silali tu, nafanya dua. Na lala. Tena na furaha. Sijui ilikuwa nini. Wala sinisononeki wala silaumu mtu. Kumbe alfajiri shekhe muda huo anaingia kina mama anaswali, mimi nataka naweka kule. Naswalisha au shekhe anaswalisha pale, kimaliza saa 2 asubuhi tunatafuta pahala pa kwenda kulima. Nimesomesha hivyo mji huo. Wakati tunasomesha tulikuwa maustazi 4. Mmoja amekufa, almarhum Sheikh Shaabani ibn Waziri, Allah amrehemu. Yule bwana alikuwa na huruma, anambia itatokea mtu hapa mji huu kuwa na moyo kama wewe bwana Ngea. Sasa nikupe sura kidogo kama dakika 2. Mimi sikumuona baba mzazi, mimi nimeelewa na baba mkubwa. Baba mzazi mimi sikumuona. Yasemekana hivi baba wakati mama mjamzito, baba naye alikuwa anaumwa. Kwa hiyo mama alikuwa hospitali, baba alikuwa hospitali. Yule baba alisema, anamwambia mke wangu huko akizaliwa mtoto wa kiume aitwe Hija. Na akishaitwa jina hilo, akilelewa baada ya miaka fulani asilelewe na mama yake, akakae kwa shekhe fulani, awe wakfu. Yasemekana, nimepewa hizo historia. Umeelewa hiyo? Akafa huyo mzee. Basi mimi hata malezi nyumbani hivi kujua ndugu miaka ya karibuni. Mimi nilikuwa naishi na shekhe huko. Na ndo nilikuwa najua baba huyo, yule shekhe alikuwa na wake 4. Basi nilikuwa najua yule mke mkubwa ndo mama mzazi. Umeelewa vizuri? Hivyo. Sasa mimi ile kulala msikitini inipita tendo, nilikuwa nilipotoka huko ndo nikaletwa mjini. Nikawa nakaa Tandika, nikawa nasoma ungamiani Tandika kwa Sheikh Muhammad ibn Nasr ibn Abdullah al-Qadiri. Sasa kule tena nikakuta ile hali tena ya kulala chini tukaanza wiani msikitini. Sasa mimi nikawa naona yale tu. Kwa haikunipa tabu, ila nilikuwa usiku mimi nasononeka sana. Mungu shahidi. Mwenyezi Mungu, mimi haya ndo maisha yangu kweli haya. Takuwaje mimi nitaoa lini? Hivyo. Sawa. Shahija, tumezungumza mengi. Kuna eneo ni miongoni mwa changamoto kwa walimu wa madrasa,
na ningependa pia tuligusie. Ndiyo. Na utueleze wewe unalichukuliaje na unalizungumziaje. Miongoni mwa mambo ambayo yana kuwa yapo sana katika jamii zetu ambayo ni changamoto kwa walimu wa madrasa ni pamoja na watu kuwa na dhana hasi dhidi ya walimu wa madrasa. Yaani kuwa na mitazamo ambayo pengine ni ya kufikirika tu au mitazamo ya kuhukumu kwa mazoea tunasema. Nitakuuliza juu ya hii mitazamo, lakini ningependa pia utie neno katika hii mitazamo. Miongoni mwa hizi kashfa au hizi dhana ambazo zimekuwepo sana, kwanza uchapaji wa fimbo. Walimu wa madrasa wanachapa sana. Na baadhi ya watu wanalihusisha hili na ugumu wa maisha. Yaani kwamba hasira zao wanazimalizia kwa watoto, na hili jambo kidogo linakuwa halijakaa sawa. Hili unalizungumziaje? Nilizungumzie katika njia mbili. Kuna sisi wanadamu kwanza tumetofautiana. Yawezekana mtu kasoma ilmu nyingi lakini ana matatizo ya akili. Sawa, hilo lipo. Sio kuchapa fimbo tu. Wapo walimu wa madrasa wana ilmu kubwa lakini wana tabia ya kuwaingilia watoto wa kiume wadogo. Katika jambo la pili pia hilo nalo lipo. Sawa. Yule sasa alitakiwa kama kashafanya hilo tendo achunguzwe, wenda ana matatizo ya akili. Inawezekana ana ilmu kasoma, ana ilmu ghasia zote anafahamu, lakini ana matatizo ya akili. Lakini lingine, ukiona shekhe maalimu wa madrasa anafanya sana zina tena na wanafunzi, kabla hawajahukumu wamuite. Wafanyeje? Haitu. Njoo wewe bana, ili unaolifanya na wewe ndo shekhe. Kwani wewe shida nini? Huyo mwalimu ukimkuta anafanya habari hizo, wakimweka chini vizuri sasa atakwambia, mimi jamani natamani kuoa, lakini uwezo wa kuoa ndo nimefumaniwa. Sana huwa inakuwa hivyo. Sana inakuwa hivyo. Lakini yule anayefanya uchafu na watoto wa kiume, yule atizamwe. Mimi si ndo shekhe? Naitwa tushakwenda. Nilichukua barua ya uchumba mimi nikapeleka pahala, jamani wala bana, ikasomwa. Nikaitwa siku ya 3 tu, shekhe njoo, muoaje nyendo huyu bwana? Barua yako hii, si tumekata. Nini shida? Asema sisi hatuozeshi walimu wa madrasa, hawa wanachelewa maisha. Wallahi alitamka neno hilo moja kwa moja, wanachelewa maisha. Kumbe wakati anazungumza yule mwanamke ana mimba miezi 2. Basi haya, hamna tabu. Bwana mimi nikamfikishia yule, akasema lakini shekhe, mimi yule mwanamke nilifanya naye ubaya yule. Yaani sasa hivi ukishaona mtu tena mwalimu wa madrasa kashaleta barua, kashaimbiwa yule binti kaswida, kashazielewa bayati, si kana hawandi zote anajua. Chanzo cha walimu wa madrasa kuingia katika shida hizi na hizi changamoto zote ni kwa sababu wengi wana ukosefu wa elimu ya secular. Hili wewe unalitazama vipi? Sio kweli. Dini ni mfumo wa maisha kutoka kwa Mungu. Sawa? Siku moja Mtume aliulizwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ma huwa dinu ya Rasulullah? Swali dogo tu, lakini alivyolijibu sasa, kwani Mtume, dini ni nini? Dini ni nini? Alijibu swali dogo, alisema dini ni kuwa na tabia njema wal muamalat, na maingiliano. Yani ukisema maingiliano ushaelewa?
shekhe huyu anakwenda kule, wa kule anakwenda huku, mwalimu wa madrasa huyu anaenda huku, ndio ile dini. Kwa nini? Ukitoka hapa ukija kwetu utaona sisi tunavyoishi, utajifunza ya kule. Mwalimu wa Kwembe akienda Kigamboni atakuta walimu wa Kigamboni, nasemea walimu wa Kigamboni zetu wako vizuri. Mimi sinatembeaga kule. Wako personality kweli wale, naona wanatizama wale. Ukanda huo angalau. Ukanda huo kwa sababu huko si kuna watu wenye nguvu si vipi. Sielewi umeona? Walimu na maingiliano. Yaani cha huku kinakwenda huku, cha huku kinakwenda huku, mwalimu kafanya hiki, mnabadilishana ile. Lakini aliolianza Mtume tabia njema. Dini ni nini? Tabia njema. Sio secular. Kwa sababu ukisikia tabia njema ndio yule mtume mwenyewe, Mtume Muhammad. Yale maelekezo yake. Na hii tabia njema yenyewe mtume si ndio kaelekezwa na Mwenyezi Mungu mtukufu, ndio dini ile. Alivyoulizwa nini dini? Akaambiwa dini ni kuwa na tabia njema na maingiliano. Sasa kwa sababu hawajasoma secular, si kweli. Pale kwetu kuna shule za sekondari hizi mbili zimewekeana mgongo. Sisi si ndo mashehe kule. Tuliwahi kuletewa kesi watoto wa kike wa form 3 wanakwenda shuleni hawavai chupi. Sawa? Mwalimu akawakamata akawatandika. Nini shida? Hakuna alichokieleza. Wale watoto wa kiume sasa akasema wanafanya hivyo kusudi. Walikuwa na michezo wale, hatusemi wanawekeana vioo chini. Sema kama mnapata shida kuona basi tutavuka kabisa. Walitandikwa kweli. Na sisi tukasema msikitini. Ile tabia ikawa baada ya kustanga hadi msikitini tena wanajua. Kwa sababu sisi pale kwetu shule za pale watoto wao wanakuja kuswali pale kwetu. Ziko karibu. Sawa. Kwa hiyo tabia mambo haya wanaote sio maustazi wote, baadhi ya maustazi haya ndio ile tunachokisema hivi. Wana matatizo tu kwao. Sheikh Hija, tumezungumza matatizo mengi ya walimu wa madrasa. Leo naam, ukawa imetokea mazingira upo katika nafasi ya kuweza kutatua matatizo ya walimu wa madrasa. Utaanza na tatizo gani kubwa na kwa nini hilo? Mimi tatizo nitakalolianza kubwa kabisa chakula. Sawa? Hata serikali ilivyo. Ukitaka serikali raia wake wasiseme sana, watu wao wanashiba. Watu wakishiba tu. Sawa? Kwa sababu hakuna mtu yeye, mkewe, watoto wake wanasoma shule afu analala nje. Yupo? Hakuna. Japo atalala geto lakini wapo ndani kula. Japo atalala upande wa msikitini kwa kina mama lakini upo ndani. Kula, yuko ndani. Wewe kuna mtu na familia yake anasomesha watoto analala nje. Yaani pale pa kulala patakuwepo. Hapato kuwa rasmi lakini yuko ndani. Hapo pa kuweka ubavu. Kula. Ndio shida kubwa hiyo. Mimi nimekutolea mfano shekhe mmoja alikuwa anaweza kufanya jambo hilo. Wakikutana matajiri 10, wilaya hizi 3 zinawashindani kwamba jamani leo hoteli fulani mtakutana. Sawa? Kilo 10 ngano, mafuta ya kula, mafuta hata na shilingi 15,000 ili mnunulie kachumbari. At least ile inapunguza kidogo ile kuwaza sana kula. Shekhe, tumezungumza mengi sana tangu tulipoanza mazungumzo yetu kwenye Chakali Podcast, na mengi tulikuwa tumejikita kuangazia changamoto za walimu wa madrasa, na mengi umezungumza mengi sana. Tumetoka wapi, nini kimetufikisha hapa, na changamoto zenyewe umezitaja. Tunaelekea ukingoni wa kuhitimisha haya mazungumzo yetu. Paka hapa tulipofika na hali tuliyokuwa nayo, kwa ushauri wako nini kifanyike? Muuliza swali zuri sana.
jambo hili la kufanyika ili, kwa sababu hapa tutazungumzia dini hiyo, ili dini isoge ipate nuru kwa walimu, kuna mambo mawili yafanyike. Mwanzo, Waislamu baadhi ya Waislamu waache roho mbaya. Waache roho mbaya. Wakishaacha hiyo, kile kidogo alichonacho watagawana na wale waalimu wao. Pili, jukumu hili nawapelekea matajiri. Wakutane matajiri, wabadilike roho. Alafu watengeneze mifumo ya namna gani waalimu wetu wa madrasa watapata si 100 japo 20% ili tukapate nusura kwa Allah. Sawa? Nakuelewa vizuri. Shida nyingine iliyopo hivi. Umeona kama mimi? Ndo nishakuwa na mtu mwenye pesa. Yaani ndo ananifahamu mimi. Mimi nikipewa hazifiki, ile nayo shida. Tatizo. Na pengine hii ikawa ni sababu ya wenye pesa kurudi nyuma kidogo. Hiyo nayo. Shekhe anaaminiwa. Bwana wewe, mimi siwezi kutembea kote. Nakupa milioni 55. Madrasa 20. Wewe sasa niletee hizo madrasa. Ukishaleta hizo madrasa tutagawa. Kwamba kila madrasa kwa walimu wangapi? 3. Hawa walimu hawa peleka kila mwalimu shilingi 300 katika hizo madrasa 10. Mwezi ujao tutahamia wilaya Ubungo. Mwezi ujao tutahamia Kigamboni. Sawa, anaandika majina ya madrasa, unajua kichwani kwake Nuru, Isa, nini siji, Mahmudati, kumbe hazipo. Hewa. Alafu yeye kashatoa ile pesa. Baada ya mwezi anasikia tena huku hali mbaya. Mimi si nilimpa pesa katika alisema Mtongani vipi? Lile linarudisha. Navosikia, sina uhakika. Yuko tajiri mmoja, mambo ya kusikia. Yasemekana aliwahi kutoa baiskeli nyingi tu, sijui ngapi. Sina uhakika kwa sababu sijalishikilia, lakini yasemekana aliwahi kutoa baiskeli. Kila mwalimu wa madrasa apelekewe japo baiskeli kipanda wewe. Atoke hapa anakwenda nyumbani anakwenda kwa rafiki yake, akiwa naye mwalimu si anasoma. Anaenda kusomea. Mwalimu yuko wapi? Baiskeli yake ile pale kapaki yuko msikitini. Basi ziliuzwa zote. Sina uhakika lakini maneno hayo. Kwa hiyo haya nayo huwa yanasababisha. Sawa. Lakini sasa matajiri kama wanaamua kweli kitakwa, ili jambo la alimu wa madrasa halipungui, lakini litakuwa lina uafadhali. Lakini mwisho kabisa nipeleke malalamiko kwa wanaosimamia masala ya ilmu, huyu waziri wa elimu huyu. Tunapenda kusomesha japo tuna njaa zetu, lakini sasa hivi kuna kitu kinatubana sisi. Nini? Saa 12 asubuhi watoto wote wanakwenda shuleni, wanarudi saa 12 jioni au saa 11. Wanamzinga mabegi kule mbegi una mikaunta kibao. Anatembea, akirudi hoi, achukue tena msaafu saa 12 aje darasani. Sio kweli. Zoezi hili linakwenda wiki mzima. Wanapatikana Jumapili tu. Sababu Jumamosi wanakwenda. Na wengine mpaka Jumamosi wanakwenda na tuisheni. Na wanalipia 30. Hatukatazi, lakini mimi nawauliza swali hivi. Nyinyi wenzetu mawaziri na maprofesa ndo mulisoma hivyo? Si mulisoma na kandili nyinyi? Mwenda shuleni mwarudi saa 7, Jumapili mnaenda kusoma Biblia makanisani, wengine wanaenda kwenye Qur'an. Mbona mmekuwa mawaziri? Hiki kinachoshindikana hivi sasa, watoto kumjua Mungu, wasimjue, wawe wanajua kizungu tu. Kwani kimebadilika nini? Na waulizaga mimi, hawajibu. Sasa shida yangu ni hii, acha wawabane watoto, lakini hao wanakufa. Wataenda kwa sababu waziri naye ataenda kuulizwa, nani wewe bwana tulikupa uwaziri wa elimu.
wewe ndo uliwaambia watu asisome dini yangu mimi Mungu, asome kizungu tu. Anaweza kujibu kwa Mungu? Hawezi. Atoboi. Watizame namna sasa hivi umeona mawaziri hizi, wabunge, watu gani, jamii imepia, jamii mbovu, watu wanatembea uchi. Hawasomi dini, hawamjui Mola. Na wazazi nao kusema kwamba jamani, kweli tuwasomesha shule, lakini na dini zetu je, tutaenda kuhukumu vipi sisi kwa Mungu? Hawasemi. Sasa mimi ndo nawasemea ili tupate kizazi kizuri kinachosimamia madrasa baadaye, kwa sababu unaweza ukasomesha mtoto akaja kuwa tajiri, amjui Mungu, asamisha kuja bwana tunataka bati 5, anatoa. Ndio matajiri wengi tuliokuwa nao, baadhi yao, sio wote. Kwa inaenda inarudi kule. Inaenda narudi kule. Kwa hiyo ili lishikwe, tena lishikwe, walitizame kwa jicho la kwamba jamani tutakufa. Ijumaa watoto wote jamani wawe saa 8 washarudi. Jumamosi nikuulize swali wewe. Mimi niliwahi kufundisha Islamic Knowledge Form 6 na 5 Mbezi High. Unajua ile shule Mbezi High? Nimefundisha pale miaka hii. Kwa Yusufu. Kwa Yusufu. Nimesomesha. Mimi nilisomesha kipindi cha bwana mdogo mmoja aliwahi kugombea Big Brother. Yule bwana mdogo alishindaga miaka ile South Africa. Akapata mabilioni haya. Yule mtoto Muislamu nimemsomesha mimi ile Qur'ani. Kwa wiki twaenda siku hii moja. Shuleni hiyo Islamic Knowledge yafundishwa dakika 45 ndo anaelewa hiyo. Hawezi. Hawezi. Haya, nyinyi kila siku watoto mko nao na kila siku anafeli, ndo atafaulu siku moja Jumamosi? Haiwezekani. Sasa sisi tuwasomesha Ijumaa, Jumamosi watoto kama wanaenda makanisani wakasome Biblia yao, lakini wakasome na Qur'ani, wamjue Mungu wao. Hiyo nilikuwa nasema. Sawa, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Hii ni podcast ya kupendwa Ncha Kali. Tuko na Sheikh Hija, kama ambavyo mweza kumsikia. Tuko tukizungumza kuhusiana na changamoto za walimu wa madrasa. Ni mengi sana tumeyazungumza na umeweza kuyasikia. Sheikh Hija, tunakwenda kuhitimisha mazungumzo yetu. Mwisho kabisa ni kupe fursa ya kuweza kutoa nasaha zako kwa wazazi, lakini kwa Waislamu kwa ujumla kuhusiana na hichi ambacho tutakuwa tunakizungumza, changamoto kwa walimu wa madrasa. Umezungumza mengi, wamekusikia mengi sana ambao umezungumza, na wazazi tunawaweka mbele kwa sababu watoto wanaokuja kusoma madarasani wao ndio wasimamizi wakubwa, wao ndio wenye wajibu na wenye jukumu la kwenda kujibu mbele ya Allah kuhusiana na watoto wao kumjua Mola wao. Una nasaha zipi kwao ili tuweze kutimia? Kuna maneno yanasema arrujuu ila alhaqi fadila, kurejea katika mstari ni bora kuliko kwenda mbele. Bora turejee nyuma, turudini kwa Mungu. Wazazi tuitizame dini yetu, ndio tutapata hakuna salama kama hakuna kutizama dini. Hakuna salama kama hakuna kutizama dini. Hivi kama ilifikia hatua Abdurrahman ibn Auf, sahaba wa bwana Mtume Muhammad, aliwahi kupeleka kwa Mtume farasi 500 dini iende mbele. Dini? Mimi niliwahi kufanya research. Farasi mmoja hapa Tanzania anauzwa shilingi ngapi? Niligundua farasi mmoja anauzwa shilingi milioni 15. Farasi huyu mmoja. Tena wako kwa geji, anayekimbia kwa spidi ana bei yake. Wa chini ndo 13 14. Fanya wakati wa Mtume alikuwa anauzwa milioni 8. Milioni 8 mara 500. Historia inasema Abdurrahman ibn Auf alivyopeleka farasi kwa Mtume, utajiri wake ulizidi, na mpaka leo hakuna anayemfikia kwa utajiri. Sawa? Miaka hiyo nini? Mtume alisema jamani, tuataka kitu fulani ili dini yeye akasema basi. Sasa wazazi warudi nyuma, waitizame dini yao, ndo kuna salama. Hawa watoto hii dini ndo itawafanya wao wako salama siku ya kiyama. Mtoto akisimamishwa katika araswatil qiyama, kuna uwanja unaitwa araswatil qiyama, ataitwa ya Abdallah ibn fulani, wewe kwa mambo uliyoyafanya ya kheri, mimi Allah nimeamua wewe uende peponi. Yasemekana Allah atamruhusu yule mtoto ataje watu 3 kwenda nao peponi. Atamwacha babake? Hawezi. Mama yake? Hawezi. Sheikh alomsomesha?
Kipande hicho ndo sisi acha tufenjaa ndo tunakaaga hapo. Umasikini nao unatukutaga bala. Watoto 500 3 mtapata. Sawa, acha tule ukoko wa meno, lakini si tutavuka. Hilo nao tunaumia, lakini hilo. Kwa hiyo mzazi kikipengele atizame. Jahannam haiwezi. Sawa? Kwa hiyo arrujuu ila alhaqi fa turudini wazazi kwa Mungu. Sasa tuitizame dini yetu, maisha yanapita. Nasaha ya kwanza. Ya pili, Waislamu sasa hivi tubadilikeni mifumo ya kuishi katika nyumba. Tusiishi kimagharibi, tuishi vile anavyotaka Mtume Muhammad. Mtoto akifikishwa miaka 7, kabla hajafundishwa chochote, kwanza afundishwe Mtume Muhammad ni nani, utapata salamu. Pili, afundishwe Qur'an, afundishwe kuswali. Anafundishwa hivi, anafundishwa, tutapata watoto wema. Naye mwenyewe mzazi atakuwa mwema. Mwisho, Allah kashatamka kwamba dini iende, vitu vyake ndivyo hivyo. Al adullukum ala tijara, sawa? Ni vitu vyake viwili tu. Na ile aya Mungu kaanza nini? Mali. Matajiri wa Kiislamu tunawajua. Hatuwezi kuwataja, lakini wenyewe wanajijua. Waitizame kindaki dini ya Mungu. Nilitoa mfano mmoja mimi. Akitoka tajiri mmoja akasema ngoja niitizame wilaya ya Kigamboni. Niitizame kivipi? Kila mwisho wa mwezi walimu niwe napeleka kanzu tu, natoa mfano au niwe wanaita nini sasa hivi bima siji ya afya siji ile kwamba niwe nafanya walimu wa Kigamboni wote niwalipie bima ya afya ya shilingi 50,000 tu, kawapunguzia sana mambo. Sawa? Au niwe nina tabia nipeleke viloba vya maharage tu, tayari ushasogeza mbele ile dini jambo ushalipushi, yani ushasogea. Hao walimu watakuombea dua za usiku na mchana upate. Kwanza umehuisha ile dini, alafu unaombewa dua. Unaona faida hiyo? Kwa hiyo matajiri wa Kiislamu waitizame dini, lakini dini nini? Watutizame sisi mashehe. Nikisema dini, unajua watu wengine wanajua matajiri hivyo, mashehe wamesema tuitizame dini, anaenda msikitini, anagawa shehe msikitini mule vipi? Kuna waumini matajiri kama wewe. Wengi. Mimi ndo maana napijaga vita hata ile mwezi wa Ramadhani kufutulisha watu. Eti mtu anatoka anaenda ukumbi wa Diamond Jubilee anaenda kufutulisha, watu wanaofutupa wanakuja na malenji, madiscover, matakataka gani. Wewe unafutulisha, unafanya jambo lako. Wewe mtu kaja na Range Rover milioni 400, si anafuturu nani tu kuku anaondoka, mifutari na mwagwa. Njoo Kwembe huko kwetu uone. Mtu Ramadhani anafuturu, jioni anakunywa uji hauna sukari. Unafanya mchezo. Shehe siku jalia siku uje msikitini kwangu upaone. Inshallah. Fanya uje. Inshallah. Kwa hiyo hizi habari ziko hivyo inshallah. Sawa. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, tukushukuru sana kwa kutufuatilia tangu tulipoanza mazungumzo haya kwenye Nchakali Podcast yetu. Kwa siku ya leo tulikuwa na Sheikh Hija Ngea na tumezungumza naye kama ambavyo umeweza kusikia. Tumezungumza naye kuhusiana na changamoto za walimu wa madrasa. Ameweza kutoa nasaha na kubwa, tumuombe Allah atujalie tuweze kufanyia kazi haya yote ambayo ni mazuri tumeyasikia kupitia katika Nchakali Podcast siku ya leo. Mimi naitwa Rajabu Msami, nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platform zote za podcast, Google Podcast, Spotify na nyinginezo nyingi. Kutoka utatupata kama AD Plus Swahili. Lakini kama utapenda kufuatilia kututazama, unaweza kufanya hivyo kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo la AD Plus Swahili. Mpaka kufika hapo hatuna la ziada. Mimi na Sheikh Hija bana, leo bana nakupa ofa ya kwenda kutandika ugali. Inshallah. Sawa. Maana ipo mpunga upo, lakini mimi nataka nione ugali ukila unakuaje. Nile ugali leo. Utapanda leo. Leo ugali utapanda. Inshallah. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada, tunakuaga kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.